Unajua maisha ya sasa yamekuwa na kasi sana. Kila mtu ana haraka. Anataka mafanikio ya haraka, anataka kutumia shortcut ili afike anakokwenda. Wapo wenye subira wanaopita njia sahihi. Wapo wasiojua wapite njia gani. Kila mtu anawaza kesho yake, na katika kukimbizana huku na maisha, mioyo yetu imejenga kuta ndefu. Tumeshikwa na hofu kiasi kwamba hatuaminiani tena. Ukiona mtu anacheka, anakutabasamia barabarani, unawaza moyoni mwako kwamba huyu anataka nini tena kwangu? Ukiona namba ngeni kwenye simu yako, unawaza huyu ni tapeli. Ni kweli, tahadhari ni muhimu, lakini je, umewahi kujiuliza ikiwa kuta tulizozijenga mioyoni mwetu zinatukinga na maadui au zinatutenganisha na watu wanaohitaji pumzi yetu ili waendelee kuishi? Hebu mfikirie huyu dada anaitwa Amina. Amina ni dada mrembo, msomi na mwenye kazi yake nzuri mjini. Siku moja jua likiwa limeanza kushuka, yani magharibi, nikimaanisha jioni, na Amina akiwa ofisini kwake alikuwa akiendelea kumalizia ripoti zake za mwisho wa siku. Mazingira ya ofisi yake yalikuwa ya kisasa, kiyoyozi kikivuma kwa utulivu. Mara ghafla simu yake ya thamani ikavibrate juu ya meza. Alipoitazama aligundua kwamba ilikuwa ni namba ngeni. Amina akaitazama kisha akavuta pumzi kwa uchovu. Akawaza kwamba hawa ndo wale matapeli wa mjini, wameanza tena kusumbua. Akaipotezea, hakupokea kabisa kwa wakati huo. Akaendelea kufanya shughuli zake, lakini simu iliita tena kwa mara ya pili. Akaipokea tu ile simu ili tu kujua kwamba huyu nani anayesumbua. Ilikuwa tu ni kishingo upande, bila hata kusema halo. Akawa tu anasikiliza upande wa pili. Sasa ule upande wa pili wa simu, yani mpigaji, kulisikika sauti iliyovunjika moyo, inayoonekana kabisa mzungumzaji ana taharuki. Sauti ya mwanaume aliyekuwa akilia, akitapatapa kama mtu anayeomba msaada. Halo, tafadhali msaada, namba yako ndio nimeikuta kwenye simu yake hapa. Kuna kijana huyu amepata ajali hapa, hali ni mbaya sana, anakutaja wewe kwenye mazungumzo yake. Tunaomba bwana msaada wako, umsaidie huyu. Amina hakusubiri maelezo zaidi. Alitabasamu kwa kejeli. Alikumbuka hadithi nyingi za watu wanaojifanya wamepata matatizo ili watumiwe pesa ya dharura. Kwa sauti ya dharau akajibu, sikilizeni, mimi sio mgeni hapa mjini, tafuteni mwingine wa kumchezea michezo yenu ya kitoto hiyo. Kisha akakata simu, akaiweka simu pembeni na kuendelea na ripoti yake, huku akijiona mjanja wa kutonaswa kwenye mtego huo. Muda ulizidi kusogea. Amina alimalizia kazi zake na majukumu yake yote, kisha akawa anaondoka pale ofisini. Akazima taa za ofisi na kisha akapiga hatua kutoka nje ya ofisi ile na kuanza safari sasa ya kuelekea nyumbani. Akiwa njiani, moyo wake ulianza kumpasua bila sababu ya msingi. Alijihisi kama kuna jambo muhimu sana ambalo alitarajia kulifanya au alifikiri kulifanya au alilopaswa kulifanya, lakini ni kama hajalifanya. Alijaribu kusikiliza mziki kwenye gari yake, lakini akili yake wala haikuwa pale. Ilikuwa inarudi kwenye lile lile. Mara akakumbuka namba ngeni ile ambayo ilimtafuta, lakini akawa anapotezea tu. Ghafla simu ikalia tena. Safari hii jina lililoonekana kwenye kioo lilikuwa ni la shangazi yake. Amina alipokea ile simu kwa furaha, akijua shangazi amenipigia sasa kwa ajili ya kunisalimia. Lakini kabla hajasema halo, alisikia vilio tu upande wa pili.
na wakati anatahamaki na kujiuliza kwamba imekuwaje tena, akasikia sauti ya shangazi yake akisema, Amina, mdogo wako Baraka amefariki, amepata ajali mbaya sana akiwa anatoka chuo. Amina pale moyo ulikuwa umemwenda mbio sana. Alisikia kama ganzi ndani ya moyo wake baada ya kusikia taarifa za mdogo wake Baraka kupata ajali, na mbaya zaidi anaambiwa mdogo wake amefariki. Akawa haamini kabisa alichokisikia, lakini shangazi yake aliendelea kusema kwamba Wasamaria wema walijaribu kukupigia simu mara nyingi wakitumia simu ya kijana mwingine mmoja hivi ambaye alikuwa hapo, lakini walisema ulikata kwa hasira wala hukusikiliza. Baraka alikuwa akilitaja jina lako la Amina. Aliamini dada yake ndiye pekee angeweza kumsaidia kwa wakati ule kupata matibabu ya haraka. Amina alihisi baridi kali mwili mzima katikati ya jiji la Dar es Salaam, jiji lenye joto, lakini baridi aliisikia. Ile sauti ya kwanza haikuwa ya tapeli, kumbe ilikuwa ni sauti ya msamaria mwema. Wakati huo dogo alikuwa yupo kwenye mikono ya huyo msamaria mwema akitapatapa, akivuta pumzi yake ya mwisho, akiwa ni mwenye kuhitaji msaada, huenda angepona. Mwili wake ulikuwa ukivuja damu barabarani. Ule ujanja aliofikiria Amina kwamba aliufanya pale ofisini, kwamba anawakwepa matapeli, amewashtukia matapeli, sasa ulikuwa bayana ya kwamba haukuwa ujanja, bali ilikuwa ni hukumu ya kifo cha mdogo wake. Ndugu yangu, hebu vuta picha Amina alivyofika hospitali na kumkuta mdogo wake akiwa tayari ameshafunikwa shuka jeupe. Majuto yake hayana mfano. Huwezi kuyarudisha masaa nyuma, huwezi kuifuta ile dharau ulioitoa kwenye simu. Ni kweli mjini kuna matapeli, na ni kweli tunapaswa kuwa nao macho, lakini swali langu kwa leo, je, ni mara ngapi umekataa kutoa msaada kwa sababu tu unaogopa kuonekana mshamba au mjinga? Je, ubinadamu wetu umekufa kiasi kwamba hatuwezi tena kusikia sauti ya maumivu ya kweli? Sio kila mkono ulionyooshwa kwako ni mtego. Mingine ni mikono ya Mungu inayojaribu kuona kama bado moyo wako ni wanyama. Kabla hujakata simu ya mtu anayelia, kabla haujapita pembeni ya mtu anayeomba msaada, chukua muda kidogo, hata kusimama kidogo na kutafakari kidogo. Tumia akili, lakini usisahau kutumia moyo. Ujanja wa mjini usikufanye uonekane mnyama. Asante kwa kutenga muda wako. Tafakari haya na ukawe mwangaza kwa mwingine. Hii ni Story Funzo. Ni yapi maoni yako? Andika hapo chini kwenye comment section, lakini usisahau kusubscribe channel hii. Story Funzo. Hii ni Story Funzo.